وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Watasema wakati wanaingizwa motoni, yani maana yake huku kuingia kwetu motoni huku kunatokana na kule kuto kuyafanyia kazi yale tuliyokuwa tunayasikia. Lakini pia kitendea kazi kingine ni akili. Akili ni kitendea kazi ambacho mtu anatakiwa akili yake imsaidie. Hiyo ni akili yenye akili. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو kuwa tungelisikia, لو kuwa tungelikuwa tunasikia, au tungelikuwa na akili, tusingelikuwa katika watu wa motoni. Walikuwa hawana masikio? Walikuwa nayo. Walikuwa hawana akili? Walikuwa nazo. Kwa hiyo wao wenyewe sasa wanaeleza kwamba zile akili zao au kuzifanyia, yani hazikuwa zinazingatia, na yale masikio yao hayakuwa yanazingatia kuyafanyia kazi yale ambayo wanayasikia. Waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Wa hiyo inma yastajibu alladhina yasma'un, hakika si vingine wataitikia da'wa yako na kukuamini wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhina yasma'un, wale ambao wanasikia. Na hapo unatakiwa usimame katika kuisoma Qur'ani, usimame ndipo uendelee. Na mtaona, angalieni vizuri ninachowaelekeza wale walisafu, inma yastajibu alladhina yasma'un. Hapo juu, angalia hapo juu kuna kimimu. Imamu umekiona? Hicho kimimu umekiona? Kitaalamu hicho kimimu hapo kinaitwa waqfun lazim. Waqfun lazim. Kwenye mushaf kule mwisho kabisa utaona kuna alamatul waqf wa mustalahatud dabt. Kwa hiyo katika kusoma Qur'ani unatakiwa usimame hapo, inma yastajibu alladhina yasma'un, usimame kabisa, halafu ndio uanze tena wal mauta yab'athukumullah. Utakapopitiliza utakuwa umeleta matatizo, kwa sababu itaonekana kama vile hii wao ni ya kuatifia, inma yastajibu alladhina yasma'una wal mauta. Hii inatakiwa ianze mwanzo kabisa, alwao lilisnaf, ili almauta iwe ni mubtada khasa. Sawa? Lakini wakati mwingine mimi nawafanyia mughalata, ima unaelewa, sio kila anachowaambia mnasema naam. Nataka kuona, je, mnazingatia? Jana mimi niliwafanyia mughalata, wangapi wamebaini? Tulipokuwa tukielezea qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sasa nilipokuja kutafsiri kaambia ay qad ahatna ilman bitakdhibihim laka, au ni wapi utakuwa pale niliposema kwamba hapo pana nini? Pana masdari
masdari inafanya kazi ya kumrufaisha faili na kumnasibisha mafuulu. Sawa. Pale tulipoanza kwamba thumma salla ta'ala nabiyahu litakdhibi, nikasema qaumihi, halafu nikamwambia pia tunaweza tukasema litakdhibi qaumahu, nikamwambia takdhib si masdari, akasema ndio. Mimi nafanya mughalatu hapa, kwani hamuoni kama sawa wanaokadhibisha ndio qaum na anayekadhibishwa ndio mtume, anayekadhibishwa mtume ndio maf'ul, wanaokadhibisha ndio maf'ul ndio fa'il. Yani afanya mughalata litakdhibi qaumahu, haiwezekani hivyo, litakdhibi qaumihi au litakdhibi qaumuhu. Sawa. Kwa hiyo sio kila ninachoambia si hivi hapo sema ndio. Nataka muwe mnarakiz masomo. Sawa. Na leo zuri. Nakupeni homework nyingine tena, ili leo muondoke kwamba ninapowauliza muwe makini sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya masomo ya darasani kabisa, faida chukueni wa walimu. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Haika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Kuna mtu anabisha? Kuna mtu anabisha hapo? Jamini basi shekhe. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Kuna mtu anabisha hapo? Hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Sawa. Haya, tunaleta swali. Halillahu qadir? Je, Mwenyezi Mungu ni muweza? Jawabu? Je, Mwenyezi Mungu ni muweza? Jawabu lake unaweza kuleta aya hii, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Sasa tanabba, hal yaqdiru an yakhluqa mithlahu? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Hakika Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Je, Mwenyezi Mungu ni muweza? Naam, Mwenyezi Mungu ni muweza. Dalili, inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Hal yaqdiru an yakhluqa mithlahu? Je, Mwenyezi Mungu anaweza kuumba mfano wake? La. Je, Mwenyezi Mungu anaweza kuumba mfano wake? Laisa kamithlihi shay'un. Ndio majibu haya. Laisa kamithlihi shay'un. Kwa hiyo muwe makini sana. Umeelewa? Muwe makini sana kabisa, sana. Umeelewa vizuri sasa? Tuendelee. Wal mauta, maana hapo tunaanza mwanzo kabisa. Tuliposema innama yastajibu alladhina yasma'un, tunakoma hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya waqfu lazim. Kisha tunaanza wal mauta yab'athum Allah. Kwa hiyo wa huna tamma al-kalam. Wapi? Innama yastajibu alladhina yasma'un. Wa huna tamma al-kalam. Thumma btada, kisha ndio akaanza faqala, akasema wal mauta yab'athuhum Allah, na wafu Mwenyezi Mungu atawafufua wafu. Wafu wanaokusudiwa hapa, sawa, ni wale ambao wana masikio lakini hawasikii.
yani yale wanayosikia hayafanyii kazi, au ni wafu. Wana nyoyo lakini hawaelewi, hawazingatii, hao ni wafu, nyoyo zao zimekufa. Hawa wanasubiria nini hawa? Wanasubiria kufufuliwa tu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usihangaike na hao wanasema tuwezi kuamini mpaka sisi mtume awe malaika. Usipoteze muda. Wal mauta yab'athuhum Allah. Hawashakufa hao. Hawataharak. Sasa wal mauta nawafu yab'athuhum Allah, tawafufua wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibn Kathir amesema yani bidhalika al-kuffar li'annahum maut al-qulub fashabbahahum Allah bi amwati al-ajsad. Sawa. Wal mauta na wafu sio wafu ambao wamekufa kweli. Wafu wanaokusudiwa hapa ni makafiri, washakufa. Yab'athuhum Allah, Mwenyezi Mungu atawafufua. Umeelewa? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amewafananisha makafiri, amewafananisha na wafu kwamba washakufa. Nini? Kifo gani? Nyoyo zao zimekufa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafananisha hawa makafiri ambao nyoyo zao zimekwisha kufa, akawafananisha na viwiliwili, sawa, akawafananisha na wafu wa viwiliwili, na wafu wa viwiliwili. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu kama tafsiri watu hapa, wal mauta yab'athuhum Allah, wafu Mwenyezi Mungu atawafufua. Ukawa unakusudia kweli wafu watafufuliwa, lakini tutofautishe, twendeni tuangalie sana siyaqul kalam, kwa mtiririko wa maneno haya. Je, wafu wanaokusudiwa ni wafu waliokufa kweli? Hapana, hapa wafu wanaokusudiwa ni wale ambao, sawa, yani nyoyo zao zimekufa, wakafananishwa na wafu wa viwiliwili. Kwa hiyo wal mauta na wafu yab'athuhum Allah, atawafufua wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa. Tayeb. Sema yani wal kuffar yab'athuhum Allah ma'al mauta. Makafiri Mwenyezi Mungu atawafufua wao pamoja na wafu, sawa, ambao na wao pia watakuwa ni wafu, lakini kiwa hapa duniani tayari wameshafananishwa, sawa, na wafu ambao wameshakufa. Siku ile ya kufufuliwa wafu, sawa, kweli wafu na wao ndo wafu pia, lakini wao walishakufa tokea huko duniani, sababu nyoyo zao zilikufa. Nielewa Faja'alahum ta'ala dhikrahu fi idadi al-mauta alladhina la yasma'una sawta. Naam, Mwenyezi Mungu akawajalia kuwataja hao ambao nyoyo zao zimekufa ni makafiri katika idadi ya wafu, sawa, wafu ambao waliokufa kabisa kweli, la yasmauna sauta, hawasikii sauti, wala yaqiluna dua, wala hawazingatii ule wito, sawa, wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yafqahuna qawla, wala hawaelewi na kuzingatia kauli, sawa. Ndio hapa mtaona umuhimu wa ile dua
pale tunapomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba atujalie minal ladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsanahu, kwani ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sawa, na sisi tuko hapa tunayo masikio tena tunasikiliza. Sawa, hii dua ni muhimu, yani tusikie alafu tuelewe na tufahamu na tufanyie kazi. Ndio maana mwisho wa darasa Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Yamesemwa wadi umetolewa, darasa zimetolewa. Naomba msaada wa Mwenyezi Mungu sasa. Yale tunayapokea Mwenyezi Mungu atujalie tu ni miongoni mwa watu kusikia neno. Sawa, fayattabi'una ahsana, wakawa wanafuata sawa lililo bora yake, lenye uongofu zaidi. Ndio tumuombe msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vitendea kazi tunavyo, masikio tunasikia, macho tunatazama, tunaangalia, nyoyo tunazo. Sawa, na ndio maana Nabiiullah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam akaonyesha unyenyekevu wake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale majukumu aliyopewa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kwa hiyo dua ni muhimu sana. Unapata fursa, tafadhal mashkuran maajuran, utupatie kalima. Naam, alhamdulillah, unayajua maneno ya Mwenyezi Mungu, unayajua maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unayo ya kuwafikishia watu, unayo ya kueleza watu. Hebu kwanza omba msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo unataka kuambia watu, muombe Mwenyezi Mungu kwanza. Wewe mwenyewe Mwenyezi Mungu akukunjulie kifua chako, na katika jambo hilo au mambo kwa ujumla ya majukumu hayo Mwenyezi Mungu akusahilishie kwenye wepesi. Lakini katika kusema kule walisana na shafatain, katika kule kusema yeye amjisikia watu wanasema wewe hata simuelewi nasema nini, amjisikia kusikia unasema mpaka povu linakutoka, afu bado sasa mbona haeleweki. Sasa muombe Mwenyezi Mungu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hii kalima ndio ifikisha hii, sawa, wapate kuelewa kauli, maneno yangu. Kwa hiyo hapa mfikishaji aombe msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale wanaopokea, wanaofikishiwa, wamuombe Mwenyezi Mungu awajalie katika yale waliyopokea wakayasikia, wafuate yaliyo bora yake yenye uongofu zaidi. Msaada kwa pande zote mbili, kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, hawa wamefanywa na kufananishwa sawa sawa na wafu, idhkanu la yatadabbaruna hujaj Allah, kwani walikuwa hawazingatii hoja za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala ya'tabiruna biayatihi, wala walikuwa hawazingatii ishara zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa hawazingatii, wala yatadhakkarun, wala manake la yatadhakkarun, hawawaidhiki,
hawa waidhiki, fayanzajirun, wakakomeka, an takdhibi rusulillah, kuacha kuwakadhibisha manabii, mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naona ndio pia al-Imam al-Haddad rahimahullah ta'ala, yeye akatuletea nia nyingi doisa. Alhamdulillah rabbil alamin, nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wal-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. هي ametuandalia al-Imam al-Haddad rahimahullah ta'ala. Unapotaka kusoma, kujifundisha, tia nia. Unapotaka kufundisha, sawa, tia nia, sahihisha nia yako, sawa. Watadhakkura wat-tadhkir wal-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada. Mafahamu? Tayeb. Thumma ilayhi yurja'un, kisha kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watarejeshwa. Manake marji'uhum, marejeo yao ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayujazihim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa bi a'malihim wa a'mali zao. Fahamu ndio jana tulisema kwamba watu na majini hawa ni mukallafun na wamepewa uchaguzi, sawa, kwa kuwa wana akili timamu, wameonyeshwa njia ya haki na njia ya batil, njia ya khairi na njia ya shari, sawa. Sasa faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Katika njia hizi mbili hakuna anayelazimishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hamlazimishi mtu, yani akamlazimishia uongofu. Ni mtu mwenyewe aupokee uongofu. Mwenyezi Mungu hamlazimishi mtu kuwa mtu wa kutenda mema. Hapana, amemuonyesha, amemfundisha kwamba haya ni mazuri, ukiyatenda mazuri malipo yake ni mema. Halazimishiwi mtu hivyo, ameonyeshwa, halafu yeye mwenyewe haya ni mazuri. Kama msaada Mwenyezi Mungu akaifuata njia ya haki, kuyafanya yale mazuri, ili Mwenyezi Mungu ende akamlipe mtu kwa matendo yake bila ya kuonewa. Umefanya mazuri, sawa, yakakubaliwa, Mwenyezi Mungu akakulipe mazuri. Umefanya maovu, hukulazimishiwa, umechagua mwenyewe njia ya maovu, Mwenyezi Mungu akakulipe kwa mujibu wa matendo yako. Kwa hiyo thumma ilayhi yurja'un, kisha kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watarejeshwa. Wakirejeshwa kwa Mwenyezi Mungu, fayujazihim bi a'malihim, Mwenyezi Mungu atawalipa kwa matendo yao, kwa mujibu wa matendo yao. Naam. Waqalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih, ni hapo. Waqalu, na wamesema makafiri,
mushrikuna, laula nuzila alayhi ayatun, manake lau angeliteremshiwa juu yake aya, ishara, dalili min rabbi, kutoka kwa Mola wake. Unaona hizo iktiraha hizo, hawaachi kuwa na maneno, hawaachi. Ukifanya hivi watasema hivi, ukifanya hivi watasema hivi. Ndio siku ile tunasema usipoteze muda wako. Mtu ukisha kusoma umuelewa, usishughulike naye. Wewe umeshatimiza wajibu wako, shughulika na lingine, au aje kwa njia nyingine. Meneno nzuri kwa sababu hawapo tayari kukuelewa. Usipoteze muda wako. Kwa sababu gani? Waqalu, na wamesema kafiri, laula nuzila alayhi aya, lau angeteremshiwa juu yake ishara, dalili. Yani haikuwatosha wao mtume alipowatangazia kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nimetuma kwenu. Kisha mtume anakuja na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiwaambia Mungu amesema, Mungu amesema. Mtume inma yuha ilay, anateremshwa wahi, anateremshwa ufunuo. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, anawabainishia watu hukumu mbalimbali na sheria mbalimbali. Halafu wanasema bado laula nuzila alayhi aya, laula nuzila alayhi aya. Wakati wakisema hivyo, pale walipokuwa wakikataa Qur'an na kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam yani ni muimba mashairi, sawa, muimba mashairi. Basi kwa Qur'ani hii ikaja challenge, jamaa, kama hamwamini haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leteni sura hii, sura moja tu nenyewe, leteni sura moja iliyokamilika, leteni. Haya basi, hata aya 10. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، أي قال كفار مكة، ومسيما مكفير ومكة، هلا نزل على محمد معجزة تدل على صدقه كالناقة والعصا والمائدة. وقالوا لولا نزل عليه آية، na wakasema kwa nini asingeteremshiwa juu yake aya, ishara, dalili, muujiza min rabbi, kutoka kwa Mola wake. Mafahamu, unaojulisha muujiza, ishara, dalili, sawa, tadullu ala sidqihi, unaojulisha juu ya ukweli wake, yani kanaqa, kama vile ngamia. Unajua anakusudia nini? Wanakusudia kule kwa Thamud. Ambao walipelekewa mtume wao, Mtume Saleh, wakamwambia ili tukuamini, sawa, tumuone ngamia atoke kwenye jabali. Hiyo wakafanyiwa. Kwani waliamini? Sasa wala aswa fil, unajua nani hapa? Nabii Musa
alayhi salatu wassalam, si ndio? Ile fimbo ile iliyogeuka nyoka, waliamini aya, walmaida, meza ya vyakula. Sawa, hapa ni nani? Ni Nabii Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Sawa, teremshie meza, sawa, kutoka mbinguni yenye menu. Unaona, kuna tofauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manabii wengine. Hao hiyo miujiza waliokuja nao kama manabii wengine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye ingelikuwa vile wanavyotaka tu makafiri wa Maka, tunataka hiki wakafanywe, tunataka hii, ingetuletea shida katika wakati wetu huo sasa. Kwa sababu hivi sasa hivi mtume hatunaye kwa sasa. Ni mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakisha fariki dunia. Sawa. Kwa watu wetu hawa na wanavyoni wetu wa sasa wakawa wanaendelea na hii da'wa, unasikia? Kuna watu wangejitokeza tunataka hivi, tunataka hivi. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muujiza ni Qur'ani, khalas, tosha kabisa hii, na watosha Qur'ani. Kuanzia wakati huo yeye akiwepo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa, na hata akifa yeye yuko chini, lakini huku dawa inaendelea. Watu wakitaka muujiza ni hii Qur'ani ila qiyami saa. Kwa hiyo muujiza katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muujiza mkubwa endelevu wenye kudumu ni Qur'ani, unatosha kabisa kuliko fimbo, kuliko ngamia, kuliko meza, kutoka Qur'ani peke yake tosha kabisa mpaka leo na mpaka kiyama. Sababu Qur'ani ina kila kitu. Huu ndio muujiza mkubwa. Iko miujiza mingine ilitokea kwa Mtume Muhammad, iko na nyinyi mnaijua katika kusoma kwenu sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mnakuta miujiza ipo ambayo ilikuja kumtia nguvu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kupasika kwa nini mwezi, mafahamu hivi, vidole vyake hivi, siku maji, watu wanahitaji maji hakuna, usikia bwana vidole vikao vina nini, vinatoa au sio? Ipo. Lakini muujiza mkubwa kabisa wa Mtume Muhammad ni hii Qur'an. Ni hii Qur'an. Tuko jamaa. Kwa hiyo Qur'an imebakia ni muujiza. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko, lakini mpaka sasa katika kumuelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni ta'annut, hakuna jambo lolote jingine. Kama ni hujja, Qur'ani inatosha kabisa, kwa sababu ajazu an yatu bisura min mithlihi, walishindwa kuleta sura moja tu mfano sura iliyopo ndani ya Qur'ani. Sasa wasije wakaleta maneno kwamba tulitaka afanye hivi, hakufanya, tulitaka na muujiza huu, hakufanya. Mwenyezi Mungu analeta majibu, anasema qul, sema ewe Muhammad, sema ewe Muhammad. Haya ni majibu yanatoka pale walipotaka kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa, ambacho mfano wake ni vitabu hivi vinavyoandikwa na wakakishika vile walipotaka wao, sio bwana. Mwenyezi Mungu anambia kalitoa Qur'ani fala masuhu biaidihi, sawa. Lakini katika suala la malaika wakaambiwa hapana, si sawa sawa, wao ni wanadamu, kuwaletea mtume malaika haitafaa, inabidi awe ni mwanadamu. Ikiwa mwanadamu mambo yatakuwa ni yale tu, sawa. Wakiletwa mtume manake ni malaika, wao ni wanadamu, hawana manake
ule uhalisia wa kuwatazama malaika wenyewe hawataweza. Sasa yote hayo hayana msingi hayo. Kwa hiyo hakutekelezewa hata moja. Sasa Mwenyezi Mungu anaeleza ni kwa kushindwa au kwa kushindikana? La. Qul inna Allaha qadirun, sema ewe Mtume Muhammad, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muweza, ala an yunazzila aya, juu ya kuteremsha aya kama wanavyotaka, kuteremsha muujiza kama wanavyotaka, kuteremsha dalili kama wanavyotaka. Qul, sema ewe Mtume Muhammad, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, qadirun, ni muweza, ala an yunazzila aya, ni muweza anaweza kuteremsha ishara, muujiza, dalili. Mwenyezi Mungu anaweza, walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Manake ay la ya'lamuna anna inzalaha yastajlibu lahum albala, hawajui kuwa ikiwa Mwenyezi Mungu atateremsha muujiza kama wanavyotaka, matokeo yake wasipoamini watahadhibiwa pale pale. Kwa hiyo kule kutokuteremshiwa pia ni kuhurumiwa wao, sio kama Mwenyezi Mungu ameshindwa. Sababu ada ya Mwenyezi Mungu imeonyesha kwa manabii waliotangulia, pale walipotaka nini, walipotaka miujiza na walipopatiwa, pale walipokuwa hawakuamini waliadhibiwa. Kwa hiyo waambie ewe Mtume Muhammad, qul, sema ewe Mtume Muhammad, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, qadirun, Mwenyezi Mungu ni muweza, ala an yunazzila aya, Mwenyezi Mungu anaweza kuteremsha aya, anaweza kuteremsha ishara, muujiza, anaweza. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wao hawajui. Nini wasokijua? Hawajui kuwa Mwenyezi Mungu akiteremsha muujiza kama wanavyotaka, alafu wasiamini, wataadhibiwa, wataangamizwa na hawatapewa muhula. Tayeb, mufassir atuambia li'annahu law anzalaha wifqa ma talabu thumma lam yu'minu la'ajalahum bil 'uqubati kama fu'ila bil umam as-sabiqa. Wazi? Tayeb, hapa kwa leo tutakoma, sababu mbele yetu tuna ratiba ambayo tunataka tufanye maandalizi, na huko katika ratiba kama hiyo tunataka tufike kwa wakati, kuzingatia itifaki na protocol. La ilaha illa Allah wa nastaghfirullah. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. استغفر الله. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. ولا إله إلا الله نستغفر الله. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله. نستغفر الله. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله. نستغفر الله. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله. نستغفر الله. نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم يسر لنا أمورنا. آمين. مع راحة قلوبنا. على هدانا وسلامة. والعافية في ديننا ودنيانا. وكلنا صاحبا في سفرنا. وخليفة في أهلنا. والمجلس على وجوه أعدائنا.